Kad aflaha man aslama, amefaulu aliyeingia katika Uislamu. Waruzika kafafa, akaruzukiwa kile kadri ya yeye kuondoa haja yake tu. Wakanaahu Allah bima ata, na Mwenyezi Mungu akamkinaisha, akakinai na kile alichopewa. Hakika huyu amefaulu. Min adhabi tahsili alqanaa, katika njia kubwa ambaye mtu anaweza akawa ni mwenye kujitosheleza, al-iktharu min suali llahi alqanaa, ni yeye mwenyewe au ni wewe mwenyewe kujielekeza kwa Allah, kumwomba akupe kanaa. Ma kana yasalu rabbahu illa alkafafa min alaish, alikuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutokana na kule kutosheka kwake haombi ila kile ambacho kinaweza kuzuia haja zake, anaweza kula basi kidogo kiasi. Wa kalila min ad-dunya, na dunia alikuwa anaiomba kidogo. Zinatusumbua sana sisi tamaa za dunia, mpaka zinaingia chuki baina yetu kwa ajili ya riski kila wakati. Mafumbo innal qana'atan rutbatan aliyya, kutosheka ni daraja ya juu. Wa manzilatun jamila, na ni daraja nzuri. Wa hiya ma'al imani unwanul falahi wa sabilun najati. Kanaa ikichanganyikana na iman ni njia ya wewe kufaulu, na ni njia ya wewe kuokoka na majanga ya duniani na adhabu ya Allah kesho akhera. Thania, ya pili, al-imanul jazim, ni imani ya kweli bi anna Allah huwa ar-razzaq. Muislamu anatakiwa amini kwenye moyo wake ya kwamba mwenye kuruzuku ni Allah na si mwingine. Fakad kataba al-arzaka min qabli an yakhluqa al-ibada, Allah ameandika riziki zetu sote kabla hajaumbwa. Walan tamuta nafsan hatta tastawfiya rizquha wa ajaluha. Jua wewe mwana wa Adamu, wewe Muislamu, haitoondoka nafsi katika hii dunia ila imekamilishiwa riziki yake na muda wake wa kuishi. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, mwenye kufanya mema awe wa kiume au wa kike, hali ya kuwa yeye ni muumini, tutampa maisha mazuri. Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas ambaye ni turjuman al-Quran, wote wanasema alhayatu tayyiba. Allah aliyozungumza katika Qur'ani anakupa kanaa. Sikilizeni, al-Imam Ahmad ibn Hanbali asema asarru ayami ilayya, katika siku zinazonipendeza ninakuwa na furaha kupita kiasi. Yawmun asbahu wa laysa bi shay, ni siku napoamka sina chochote chakula wala chochote similiki. Asema kama kuna siku napata ladha ni siku hiyo. Hebu jiulizeni, siku tukiamka tuna pesa ya kula tu, mtu afanye yuko tayari akadanganye. Tukiangalia watu, hisabu kubwa ya wanaokopa hawarudishi tena, wengine wanajua qala Allah wa qala rasul. Hii ndio aibu yote. Nini? Ni kukosa kanaa. Wa min fawaidil qanaa, katika faida za kanaa, turithul ghina, inamsababisha mtu kumpa utajiri. Anasimulia Abi Hurairah asema qala sallallahu alayhi wasallam, laysa al-ghina an kasrati al-arz walakin al-ghina ghina an-nafs. Haukuwa utajiri ni wa kumiliki mali zina hiki na huo sio utajiri. Utajiri ni wa kutoshelezwa nafsi yako ukarizika na kile ulicho nacho, huo ndo utajiri. Man qani'a birizkihi, yoyote anayetosheka katika riziki aliyopewa, shakara Allah alayhi, anamshukuru Allah. Wa man taqallahu qassara fi shukri, yule ambaye kila akipata anasema hichi ni kidogo sana, hata mshukuru Mwenyezi Mungu. Kun wari'a, kuwa mcha Mungu kisawasawa. Takun abada nas, utakuwa wewe ni mchaji wa watu, hakuna mtu atakuwa juu yako. Wa kun qani'a, na tosheka unachopata nacho. Takun ashkara nas, watu watakushukuru na kukuheshimu.